tunafikiria na kupanga kwamba Singapore iwe chini ya shirikisho na Malaysia. Tuko? Sasa tujiulize tena, baada ya miaka 61 wale ambao tulifananishwa nao Singapore, wao walikuwa na kiongozi aliyotambua Lee Kuan Yew. Alianza kudai haki mapema, Malaysia wakaona kero, wakamfukuza mbali. Singapore imetoka leo. Singapore iko wapi? Yote mpaka kutufanya sisi tuzungumze kwamba pahala pa kigezo chetu cha ukubwa wa maendeleo tunataka kuyafikia, tunasema dira yetu ni dira ya Singapore. Lakini huko nyuma watawala wa Uingereza walifika kutukadiria kwamba sote tumepewa kama ile ambayo tumetufikisha hapa tupo. Huyo ni nani? James Callaghan. Mkitaka kuliona hili, katafuteni kitabu kinaitwa Conflicts and Harmony in Zanzibar cha Sheikh Ali Muslim Barwani, anayanukuu. Nimalizie moja la mwisho kwenye uwanja wa Uingereza, sababu haya yako mengi, hatuwezi kuyamaliza yote. Kuna bwana mmoja huyu, kama mtu wa kumwombea dua kila siku Mwenyezi Mungu amhukumu kwa aliko, basi angekuwa huyu anaitwa Forsyth Thompson. Huyu alikuwa jasusi wa Kiingereza, lakini kama kaida yao huwa wakiletwa katika nchi zetu hizi wanapachikwa katika nafasi za utumishi ili kuonekana kwamba yeye kaja kwa lengo la colonial service, kutumikia serikali ya kikoloni. Lakini huwa na malengo haya yako mpaka leo. Hata katika ofisi ya kibalozi nyingi ukende unakuwa na watu ndio na maafisa kibalozi kumbe na kazi zao nyingine. Forsyth Thompson alifika pahala, alikuwa ndo katika ofisi ya balozi mkaazi wa Kiingereza hapa Zanzibar, British Resident. Na alifika pahala akawekwa yeye ndiye in charge wa security katika ofisi ya British Resident. Lakini mpaka baada ya uhuru, 63 tarehe Disemba 63 Zanzibar ilipata uhuru. Basi yeye alikuwa mmoja katika maofisa wa Kiingereza walobakia Zanzibar, katika Zanzibar.